Mtu anaama kanisa pale, mchungaji ana upako wa kuombea watu waolewe. Sasa mimi ndo natengeneza wanaume? Jamani, Bwana asifiwe. Mchungaji pale kwake Baruti ana kiwanda cha kutengeneza wanaume jamani, kwamba jamani nawaletea sasa kwa jina la Yesu, pokea. Bwana, inapita miaka, navumilia katika Bwana. Jamani, haleluya. Nisikie haleluya. Navumilia katika Bwana, naendelea kumwangalia Mungu, naendelea kuangalia mbele. Jamani, jina la Bwana nalibarikiwe mno sana 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 sana. Nikwambie, wote wataombewa, sio wote watapona. Kama naongea mambo magumu magumu jamani, wote wataombewa, sio wote watapona. Na ndio maana tunaombea watu, wengine wanakufa na tunawazika kabisa. Na tunaenda pale kaburini tunasema udongo kwa udongo, mchanga kwa uchanga, na nini na nini na kila kitu. Jamani, Bwana asifiwe. Tukiombea mtu akafa, ni Bwana akafanya au tuangushe? Ni pepo, jini, makata, maruani. Naam? Jamani, haleluya. Hivi mtu kuondoka duniani, kwani ni jambo geni? Jamani, kwani ni jambo geni? Kwani ni jambo la dharura? Si imeandikwa jamani? Jamani, si imeandikwa? Hata Lazaro alifufuka lakini bado alikufa. Jamani, Bwana asifiwe. Lazaro alifufuka lakini bado alifanya nini jamani? Bado alikufa. Sasa lazima tufike mahali tuwe watu wazima. Jamani, tuwe watu wazima. Mwanaume anasema najua naondoka, lakini najua atawaijilia hakika. Jamani, Bwana Yesu na asifiwe. Alikuwa anaona kule. Nilifika pale ambako nyoka wa shaba ambaye alitengenezwa na Musa. Nilifika pale ambapo Musa alisimama akaonyeshwa panorama ya nchi ya ahadi. Wapendwa, jina la Bwana libarikiwe sana. Pana mlima pale. Jamani, amen. Ukiangalia hivi unaangalia kule. Sasa yule bwana akawa anatuambia guide wetu kwamba bwana, hapa ndipo Musa ambapo alisimamishwa akaonyeshwa panorama ya nchi ya ahadi ile pale, lakini Mungu akamwambia hutaingia. Jamani, Bwana Yesu na asifiwe sana. Jamani, haleluya. Sasa hawa jamaa wakawa wanaona mbali.